بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1444 katika silsila ya durus qasasul anbiya tuendelea kumzungumzia kalimullah Musa alayhi salatu wassalam, na tuliahidi kuwa biidhnillah ta'ala katika kikao cha leo tutazungumzia qissatul Baqara, katika matukio ya ajabu yaliyotokea wakati wa Musa alayhi salatu wassalam. Ni tukio hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja katika suratu al-Baqara, na sura ikaitwa kwa jina hilo, suratul Baqara. Ni kipi haswa kiso cha huyo ng'ombe? Kulitokea nini mpaka kikaje kisa cha huyo ng'ombe? Wataja wanavyuoni wa tafsir ni katika Israiliyat, na tulizungumza hapa hukumu ya kutaja yale yaliyokuja kutoka kwa Banu Israili. Allahu a'lam ikiwa ndio sababu ya kisa, lakini sisi tutazieleza hizi aya katika suratul Baqara. Kijana mmoja alikuwa akilelewa na ammi yake, ndugu yake babake, na alikuwa hana mtu isipokuwa huyu kijana wa ndugu yake, na yule bwana alikuwa ni tajiri sana, ana uwezo mkubwa. Yule kijana akaona achelewa kufa ammi yake, na alikuwa na tamaa na ile mali. Kwa kila alichokifanya akaamua amuue ammi yake ili aweze kufanya nini? Kurithi ile mali, sababu hana mrithi isipokuwa yeye peke yake. Akamuua yule bwana, kisha akamchukua akamburuza, akampeleka katika sehemu ya watu wa kabila lingine katika Mayahudi. Tukitaja kwa Mayahudi wako makabila 12, kwa akampeleka kwingine, hakuna aliyemuona. Asubuhi watu wakiamka, yeye katika wale uliza ammi yangu yuwapi? Wanamuua hawa, na wale wasema hatujamuua sisi. Kabila la huyu na la huyu ikakaribia kutokea nini? Vita. Mmoja katika wao akamwambia, tartibuni, kwa nini tupigane wakati yuko miongoni mwetu nani? Musa alayhi salam. Na Musa azungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amemuona yule aliyefanya kitendo hiki. Kwa sisi twendeni kwa Musa tumwambie azungumze na Allah subhanahu wa ta'ala, amwambie tu mara moja nani aliyefanya jambo hili, basi خلاص tumalize hili jambo. Fikra nzuri, sahali kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala akilieleza tukio hilo wasema, وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Lapindi Musa alipowaambia watu wake, hakika Allah anakuamrisheni mchinje ng'ombe. Kwa hivyo wao walimtaka Musa aende akazungumze na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, waambie aliyeua ni mtu fulani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akataka kuwapa mtihani. Katika hii aya wakumbusha, kumbukeni enyi Banu Israili, hina ishtabaha alaykum amru al-qatil, mlipokuwa mmechanganyikiwa na jambo la yule aliyeuawa,
fasaltum Musa an yad'u Allah liyubayyin lakum ma ashkala alaykum, mkamtaka na kumuomba Musa awabainishie kile kilichowatatiza, hamjui nani aliyeua. Fasala Musa rabbahu, Musa akamuomba Allah, ya Rabbi, tuonyeshe nani aliyeua. فأمرهم الله بذبح بقرة. الله سبحانه وتعالى akawaamrisha, nendeni mkachinje ng'ombe, chinjeni ng'ombe. Wa an yadribu alqatila bi ba'dihha, kisha mkishamchinja yule ng'ombe, chukueni baadhi ya nyama za yule ng'ombe mumtupie yule aliyeuawa, yule maiti. Liyahya fayukhbirahum biqatilihi, ili afufuke awaambie aliyemuua nani, na ule uhai wake ule pia uwe ni dalili, bali katika hikma iwe ni dalili ambao wataiona kwa macho kuwa Allah ana uwezo wa kufufua wafu. Kwa hiyo ni neema pia kwa wao. Falam yastajibu li amri Allah ta'ala, lakini jamaa hawa kama nilivyowatajia katika kikao kilichopita, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipowateremshia Taurat walikataa kuifuata, akawanyanyulia warafa'na fawqakum at-tura, akawanyanyulia mlima jabali juu yao ili wakubali. Je, walikubali? Qalu sami'na wa 'asayna, sami'na wa 'asayna. Hivi ndivyo ilivyokuwa tabia yao. Kwa hawakukubali kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa sasa waanza katika kuuliza maswali wa itharatu aljadal, na kuleta mjadala baina yao na Musa. Musa alipoambia wachinje ng'ombe, jawabu lao likawa hivi: qalu atattakhidhuna huzwa, wakamwambia Musa, je, unatufanyia mzaha? Unatufanyia sisi mzaha bwana? Atajaluna mawdhi'an lis-sukhriyati wal-istihza', watufanya sisi ndio tumekuwa watu kufanywa maskhara na istihza, ukawa watuombea sisi tuchinje ng'ombe. Yani ايش دخل موضوع البقره في هذا الامر, kama kumwambia hili jambo la ng'ombe linaingiana vipi? Sisi tukwambia utuambie aliyeua nani, watuambie tuchinje ng'ombe. Haya mambo mawili yaingiana vipi? Yani kama kuona yule Musa yofanya mzaha. Kuna mafungamano gani baina ya huyo ng'ombe na kumtambua yule aliyeuawa nani aliyemuua? Musa alayhi salatu wassalam akamwambia, qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin. Musa akasema, najikinga na Allah nisiwe miongoni mwa wajinga. Kwa Musa akajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala, an astajiru billahi an akuna al'an wa mustaqbalan min aljahilin. Najilinda na Allah, wacha sahi na baada ya hapa najilinda na Allah kuwa katika watu wajinga. Kwa nini? لأن الاستهزاء في موضع الجد وبيان أمر الله تعالى ضرب من الجهل والسفه. kwa sababu mtu kufanya mzaha katika jambo ambalo si la mzaha, liko serious, hii yaonyesha kwa yule mtu ni mjinga na ni safihi, na haiwezekani huyu ni mtume wa Allah, kwani haoni lile jambo kwa huku kunauliwa mtu na hapa kuhitajika kujulikana aliyeua nani. Hayo yote yaona hivi. Nyinyi muona mimi baada ya kuona haya nitakuja kufanya mzaha hapa? Banu Israili bwana, atatakhiduna huzwa, qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin. فلما علموا أن ذبح البقرة عزم من الله تعالى, walipofahamu sasa hili jambo la kuchinja ng'ombe hili ni maazimio tumefanyiwa na Mola wetu, ni lazima tulifanye, wakaanza kutafuta sifa yake. Sasa si mchinji ng'ombe,
ng'ombe yote wangemshika pale wakamchinja, ili jambo lingekuwa. qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, kasema tuombee kwa Mola wako atufafanulie ni ng'ombe gani atakaye tumchinje, ng'ombe gani. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. موسى kawaambia hakika yeye anasema kwamba ng'ombe huyo si mzee, asiwe ni ng'ombe mzee wala si mchanga ambaye hajapandwa au kupanda kwa mfano, yani si mchanga, bali ni wakati na kati, katikati baina ya hao wawili ndio wataje, si mzee wala si mdogo. Kisha akawanasihi akamwambia faf'alu ma tu'marun, basi fanyeni mnavyoamrishwa, msitafute mengine bwana. walau annahum amadu ila ayi baqaratin kanat fadhabahuha la ajza'at anhum, na lau kama kuanzia mwanzo wamechukua ng'ombe yoyote wakamchinja angeliwatosheleza, walikuwa hawana haja. walakin shaddadu ala anfusihim fashaddada Allahu alayhim, lakini wao ndio wakajitia uzito na tashdid, na Allah akawafanyia uzito. Kwa tuombee Mola wako huyo ng'ombe anayetuamrisha tumchinje yuko vipi. Musa akawaambia, Allah subhanahu wa ta'ala waambia, innaha baqaratun la kabiratun musinna, ni ng'ombe si mzee sana, muita goroa si yuko, si mzee sana, wala saghira fatia, wala asiwe ni mdogo yule ng'ombe, walakinaha nisfun baina as-sinnaini, awe katikati baina ya umri wa huyu na huyu, kwa awe katikati, yani wasat في العمر بين العمرين, katika umri wake na katikati, si mzee wala si mdogo. faf'alu ma tu'maruna min dhabhi al-baqara, basi nifanyeni kile mlichoamrishwa katika kumchinja ng'ombe, msilete mjadala, msifanye mjadala, nyichinjeni. Si basi ni kama ambaye mtu ameambiwa basi fanya hivi, kama ameelekezwa kabisa, usiulize tena baada ya hapo, tushawasahilishia. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. Bani Israeli wakasema kama bado hatujaelewa, hebu tuombee kwa Mola wako atupambanulie ni nini rangi yake, unataka rangi gani wewe unaona, hebu tuulizie huko ataka rangi gani ili tuchinje. Allahu musta'an. Kwa hivyo adu ila suali Musa maratan thaniya, wastamarru fil jidal, mara ya pili sasa waje kwa Musa umwambia tena jambo, waendelea kujadiliana. Wakamwambia Musa, hebu tumwambie Mola wako atubainishie rangi gani. Musa alayhi salatu wassalam akamwambia, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurru an-nadhirin. Musa akasema, yeye anasema, Mola wenu asema kuwa ng'ombe huyo ni wa manjano, ng'ombe wa manjano, safra, tena faqi'un lawnuha, na rangi yake imekoza.